lakini tunawaomba kama Wakristo mshirikiane na sisi kama viongozi ili tuweze kutatua jambo hili. Haitakuwa vyema na haki kuwa padri wetu aliuawa haijapita dakika 10 kutoka kwa misa, na hakukuwa porini, alikuwa katikati ya majamii zetu. Kwa hivyo tunajua kati ya hata Wakristo wetu labda kuna baadhi ya wale walijua ama waliona. Ili wakati tunafanya kazi kama serikali, pia nyinyi kama wananchi muweze kutusaidia. Ya nne, Baba Askofu, ni kusema kama serikali kwa ile mpango ya maendeleo ambayo umetaja, mimi ninajua mmoja ambaye serikali inatekeleza sasa, na hiyo ni ile barabara ya security ya Kerio Valley. Ilikuwa kwa gazeti, sasa inashughulikiwa vilivyo. Hiyo barabara na kufungua hiyo sehemu yote itagharimu serikali ya Kenya bilioni 25, na kazi hiyo imeanza. Mtuwie radhi kwa sababu imechukua miaka 60 ndio tuweze kufungua sehemu hii, lakini sasa tuko na matumaini kwa sababu tunaona serikali inatekeleza. Ya mwisho, Baba Askofu, kwa niaba ya viongozi katika kaunti ya Nandi, Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet, tunataka kuomba nafasi wewe kama kiongozi wetu wa hapa diocese, ili tuweze kuketi na wewe tupate mashauri na tuone vile tutaendelea kufanya kazi kwa karibu, kwa sababu Baba Askofu, tunaona pia mwaka mmoja hii kidogo ni kama kuna gap ambayo inaendelea kukua kati yetu na kanisa, na tungependa hivyo. Sisi ni waadilifu, tunaomba tuketi ili muweze kuendelea kutushauri na tuweze kusongesha mambo ya kufanya kazi serikali na kanisa kwa pamoja. Kwa Wakristo wetu wote tunawaambia poleni sana, familia tunawaambia poleni sana, na tunaungana na Senator Kisang na Mheshimiwa Cherargei kusema kwa sababu ile muda jamii community ilikuwa imeomba kutueleza ni nani walifanya ile maneno yamepita. Sasa nafikiri zote kwa kauli moja tukubaliana, wacha serikali ichukue hiyo nafasi na ishughulikie kwa haraka. Na mimi nataka kuomba Wizara ya Usalama katika taifa la Kenya. Tunajua jamii zetu ambao wanaishi katika mipaka yetu miaka mingi wamekuwa na matatizo ya mambo usalama, lakini kama taifa sasa tuko na uwezo na tuko na agencies yetu ya usalama ambayo inashughulikia. Tuko na Border Patrol Unit, tuko na Rapid Deployment Unit, tuko na Special Crime Prevention Unit. Nafikiri sasa imefika wakati ya kufunga mipaka yetu na kusanya bunduki zote za haramu katika taifa hili ili tuweze kuondoa hii mambo ya ujangili na ujambazi ya bunduki. We have no reason as a nation now, considering we have reasonable force in the country that can handle our borders and make sure Kenya is safe from external aggression. We must deal with the internal aggression we are witnessing as a nation. Kwa hivyo Wakristo wetu, Baba Askofu, tutaendelea kuwa na nyinyi na tunawaambia pole.